Mungu wetu anapenda ibada, tumfanyie ibada kila mara. Maana alisema mkeo wawili ama watatu kwa jina langu na mimi nitakuwa pamoja nanyi. Wawili watatu, yeye anasema wawili watatu tu. Lakini sisi tunapenda vitu vyote vijae. Mungu yeye anaangalia roho zetu. Sisi tulitoka manyumbani kamvua. Watu walikuwa wanalia kamvua, leo tunapata kamvua kadogo. Nafikiri leo kuna baraka nzuri. Lakini Mungu anapenda na anapendezwa zaidi nasi. Jamani, tuwe na upendo na kuwa na umoja. Nitazungumza kwa ajili ya baraka njia ya jaribu. Kichwa chetu cha maneno cha neno la leo ni baraka. Baraka njia ya jaribu. Tunajua kila mara aliyebarikiwa maana yake amepita ndani ya jaribu. Mtu kupata kitu, kupata baraka, kubarikiwa bila kujaribiwa ni kama vile alilogota pesa barabarani tu, hakusitumikia na kuzifanyia kazi. Hizo pesa huwa anazigawa, hawaweza kuzichunga vizuri, lakini mtu akijaribiwa na akifika kwa jambo fulani ambalo ni la baraka kwake, huwa anakumbuka mahali alipotoka na alipofika, anasema hapa nichunge vizuri kwa sababu nilitoka mbali. Bwana asifiwe sana. Na ndivyo maana mama anapendeka mtoto. Kwa sababu anajua kisha alikaa tumboni na kwenda kuzaa ule mtoto sio rahisi, ni kazi kubwa sana. Ambao mwanadamu kama mwanadamu mwenyewe angechagua, lakini anafanyika kwa sababu ni Mungu ndiye alipenda. Lakini kwa sababu kwa uchungu wa mtoto, si kwa sema kwa sababu ni mtoto, kwa uchungu wa mtoto ana uchungu, anakaa ndani ya mwili wa mtu. Na ndivyo maana haibidi mzazi kuwa mvumilivu sana. Kwa sababu laana ya mtoto, kumlaani mtoto haiombi kusema ni kulaani. Mtoto akifanya kitu kibaya mbele ya wazazi wake, ile manunguniko ya mzazi tu ni laana. Mzazi kunungunika tu, ule mtoto hawezi kuishi vizuri. Atakuwa na matatizo tu. Manake mzazi ndio anasema ukipenda kuishi siku zako duniani ziwe nyingi duniani, inapasha uheshimie wazazi. Kwa sababu kitu mzazi mwanadamu hii ngozi alivumilia mtumbo miaka 9, 10, wengine wanapasuliwa, wengine wanaacha wanazaa kwa matabu, kwa shida. Na ndio maana mzazi anapendeka mtoto sana. Kwa sababu anajua alikotoka, lakini mtoto hajui kwenye alitoka. Kuna watoto wengine wanasema mimi naweza zaliwa na mama wa hiyo namna gani? Sasa wewe mama wako ulitoka wapi? Na hiyo mama akisikia hiyo anasikia uchungu sana. Baba akasikia hivyo anaona kisha ukua analala, nende huko nigeuze sijue nini. Mtoto anasema nini? Mtoto yuko anafanya nini? Hiyo inaleta shida. Katika maisha yetu ni vizuri watoto kuwaheshimia wazazi wao. Sikusema kwa sababu mimi sijui Kiingereza, wewe mtoto unajua Kiingereza ndio unaweza kuonea mama yako au mzazi wako. Sio uende kwa masomo. Mimi sikusoma, mimi nilikulea na kuleta wewe usome, utuinue, utuwe unatusemea. Tena unaanza kusema, unaniuzi, wewe usiende kwa masomo. Unachukua laana. Utasoma ya masomo hayatakusaidia kitu. Kuna madaktari wako barabarani hapa, ni homeless. Unasoma kwa daktari miaka 12, doktora huko haiko mchezo. Mtu akitwa daktari hapa maana yake alisoma. Lakini kwa barabarani laana. Umuulize kwa sababu gani ulipata laana kama hii. Umuulize kwenye alitoka. Ni kitu kizuri watoto. Sisi watoto, na mimi ni mtoto, tuheshimie wazazi wetu. Hata mzazi anasema kitu kinakuchukiza, jaribu kuvumilia, umfurahishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa nitazungumza baraka njia ya jaribu. Kwa sababu hakuna dhahabu inaweza kung'aa kama itapitishwa kwenye moto. Inakuwaka, haikuwaki. Hii dhahabu hii, kama unaona inang'ara, wanaweka kwenye moto, wanatoa mavumbi yote, wanaikaanga, hailungulaki. Ndio inang'aa vizuri sana. Na hapa tutazungumza habari ya Yusufu. Lakini kwanza tujue Yusufu ametoka wapi, ni mtoto wa nani? Hebu tazama jamii hii kubwa ya Yakobo ambaye alikuwa na watoto 12. Kwa ngambo nyingine tungesema alikuwa na watoto 14. Lakini Biblia wanasema
12. Nitawaambia kwa sababu gani wanasema 12 hawasemi 14. Nikisahau mtanikumbusha. Bwana Yesu sana. Kwa sababu nikaodokesha tu. Yakobo alioa Lea, akaoa na Raheli. Alienda kwa Labani mjomba wake, akaenda kukaa huko, akapendezwa na Raheli amtumikie. Akamtumikia mjomba wake ampe Raheli ndogo. Lakini wakati wa harusi usiku wakambebea Lea, wakambebea yule mkubwa. Na wote kwa sababu walikuwa mapacha wanafanana, usiku hangejua kama ni yeye au kama sio yeye huyu. Kufika asubuhi kuangalia aseme huyu ni Lea. Mimi napenda Raheli, akasema napenda Raheli. Kwa asili yetu sisi Waebrania hatuwezi kuoesha mkubwa mbele, mdogo mbele ya mkubwa. Sio tunasikia matambo kibembe inakuwaka hiyo. Lakini siku hizi wazungu tulishakuwa kulishabadilisha. Watu wanaolewa tu. Lakini kwa asili ya kibembe hawapendaki mdogo haolewe mbele ya mkubwa, hawapendaki. Lakini wanaacha basi tu. Ama mkubwa mdogo aoe mbele ya mkubwa yake. Hata kwa asili yetu ili ipo. Hasa akasema kumbe kama unapenda Raheli umtumikie tena huyu Raheli. Akaenda tena akamtumikia. Napenda tujue na sura kidogo ya hapo. Tunaenda haraka kidogo. Basi akaoa wote wawili. Lakini alipooa wote wawili kwa sababu Raheli anajua yeye ndo anapendwa, yeye mdogo. Unajua wenye wanakaa ndani ya malombe pole sana. Lakini sio mawili ya malombe. Ni kuvumilia. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kuvumilia. Kuchangia mume ni kuvumilia. Binyo unapenda ile saa havitakuwa ile saa unapenda. Kwa hiyo kuna mwingine naye labda ungependa upate zaidi atanagabula katikati. Basi hii inaleta shida kidogo. Basi Raheli alikuwa mdogo sana, watu wa mtoto mmoja, wa mama wa baba mmoja, mama mmoja. Tena mapacha, lakini utaona hawasikilizane. Raheli alikuwa na kiburi sana. Alikuwa anamuonea mkubwa wake sana. Na anajua yeye ndio kipenzi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu anapendwa, mtu akipenda anakuwa na kiburi. Watu hata mtu anajua kama mimi napendwa, anakuwa na kiburi kama mtu anachungaka kidogo. Basi akachukua wote wawili. Lea akazaa Rubeni. Akazaa Simeoni, akazaa Levi, akazaa Yuda. Lea akazaa watoto 4. Raheli vile hajazaa hata mmoja. Sio kisi Mungu anafanya, Mungu akamfunga tumbo. Raheli akaona kwamba yeye hajazaa. Akaona kama yeye iko na mjakazi wake mtumishi. Akaambia Yakobo ya kwamba chukua huyu uingie humu mwa mtumishi wangu uzae naye. Yakobo akaingia kwa mtumishi wake ambaye alikuwa anaitwa Bilia. Akamzalia watoto 2. Maana mtumishi akizaa ni wa kwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeye mtumishi akizaa maana ni wa kwake, ni wa bwana wake, si haikuwa mtumishi. Akamzalia watoto 2. Lea akaona huyu bwana anataka kuendelea huyu. Akaambia mume wake na yeye uingie ndani katika nyumba ya mtumishi wangu. Mtumishi wake naye akamzalia watoto 2. Bili alizaa nani? Alizaa Dani na Naftali. Akamzalia Raheli, Dani na Naftali. Ni vizuri kujua historia ya Biblia kidogo kidogo kwa sababu utakuta mtu mwingine atakudanganya. Basi Lea naye akaambia Zilpa mtumishi wake. Basi akakutana huko akazaa Gadi na Asheri. Maana Lea vile anakuwa na watoto ngapi? 6. Mtumishi wa Lea alikuwa anaitwa Zilpa. Akamzalia watoto 2. Akamzalia Gadi na Asheri. Na hapo Lea alishakuwa na Rubeni, anakuwa na Simeoni, anakuwa na Levi, anakuwa na Yuda. Tena mtumishi wake amezaa wengine 2. Sana anakuwa 6. Sasa Raheli vile mtumishi wake amemzalia 2 tu. Bili iko na 2. Raheli hajazaa hata mmoja. Lakini vile anamweka tabani mkubwa wake kabisa.
kwa kufanya yeye Yakobo kuingia ndani nyumba ya Lea. Kulikuwa nafika muda yeye Lea amulipe Raheli. Bwana Yesu asifiwe. Mara nyingi unaona wakubwa wanakuwa wavumilivu. Hata ndani ya uchumba, ndani ya nini? Ya ilombe. Mkubwa hawi mvumilivu sana. Na mara nyingi wadogo wengine wanakuwa wavumilivu, kuna wakati wakubwa nao wanakuwa komplike, lakini mara nyingi uvumilivu unahitajika ngambo zote. Na mwende hivyo. Mungu yeye peke ndio anakuwa anaamua. Ndio mwenye roho zake na ndio mwenye watu wake. Labda nasema leo pasela alisema tu vitu vya malombe. Na mimi nilizaliwa ndani ya Ilombe. Bwana asifiwe sana. Mimi niko nahubiri neno la Mungu. Hapa kuna ndikiwa mtoto wa Ilombe hapa. Sasa. Msijisumbue. Basi kwa baba yangu inawezekana alikuwa mama yake ndio alikuwa wa 10 labda. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi nikazaliwa wa mwisho mwetu. Na baba yangu ndio alikuwa wa mwisho mwavu. Na tena baba yangu alikuwa na mke mwingine. Lakini Mungu anaangalia roho yako. Basi Lea akazaa watu wengi, wana wengine, watoto wengine. Tena Lea akazaa watoto wengine 2. Akazaa Isakari na Zabuloni. Hivyo Lea anakuwa na ngapi? 8. Raheli angana na hao 2 alikopesha tu. Bwana Yesu asifiwe. Hao ndio watoto wa Yakobo hao. Walikuwa 12 ndio wanasema 12. Hawakuzaliwa na mtu mmoja. Walizaliwa na wanawake 4. Napenda tuelewe Biblia kidogo. Walizaliwa na wanawake 4. Na ndivyo kuna madini ambayo dini zinaangalia zinatumika na Agano la Kale tu. Watasema kuoa wanawake 2 sio kosa. Kwa sababu wanatumikisha Agano la Kale tu. Hawana Agano Jipya. Wana Agano la Kale tu. Lakini mambo mengi yalipitika Agano la Kale, kwa Agano Jipya halipo. Wakati Yesu alikuja kubadilisha mambo mengi. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi Raheli kwa bahati ya Mungu akazaa mtoto mmoja. Akamuita jina lake Yusufu. Inakuwa mwisho kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Raheli akazaa mimba yake ya Raheli ya kwanza alizaa Yusufu. Na tutajifunza mengi kuhusu Yusufu. Wakawa watoto 11 wa Yakobo. Hawajakuwa 12 pale. Basi Labani Yakobo alikuwa anakaa kwa mjomba wake. Wale watoto walizaliwa kwa mjomba wake ya Labani. Ndio kaka yake ya Rebeka, mama yake ya Yakobo ni Rebeka. Rebeka ndio alizaa Yakobo na Esau. Sasa Yakobo akakimbilia kwa Labani. Labani ndio mjomba wao. Ndio akapewa wanawake 2. Akazaa watoto 11. Ikabidi sasa amekwisha kuwa tajiri. Juu Labani alikuwa tajiri, na yeye amekuwa tajiri. Inabidi sasa arudi atoke kwa Labani, arudi Kanaani ambao ni kwao. Na wakati alikuwa kwenda Kanaani, akafika njiani, Raheli alikuwa na mimba nyingine ya 2. Basi alikuwa aligonjwa, alipata shida sana. Akajifungua mtoto mwanaume ambaye anaitwa Benjamin. Wakati alijifungua Benjamin na akafa. Hapa njiani bakamzika, bakaendelea na safari. Bwana Yesu asifiwe sana. Raheli alizaa watoto 2 tu. Kuchengea na wale wengine 2 ambao wa mjakazi wake ndio watoto 4 tu. Mwenzake alizaa watoto 6 na wale 2 wa mjakazi wake wakawa watoto 8. Sasa 8 kuchenga na wale 4 ni ngapi? Yakobo akazaa watoto 12 ambao ni taifa za Israeli. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama Israeli, taifa la Israeli ina jamii, ina kundi ama ina taifa la 12 ambao ni watoto wa Yakobo, ndio wangishi walivyozaliwa. Lakini
hao 12 hawakuhesabiwa ndani ya Biblia 12 wa Yakobo kama taifa la Israeli. Mtanikumbusha ile neno. Basi wakaendelea wakakuwa watoto 12. Katika watoto hawa 12, huyu Yusufu wakati alikuwa anachunga kondoo na wenzake alikuwa ashafikisha miaka 17. Watoto wa Zilpa na watoto wa Bilia. Maki hao ndio walikuwa wadogo kidogo. Watoto wa Zilpa na Bilia na yeye Yusufu. Kama alikuwa anasema nini kule, akaja Yakobo kuja kumwambia baba yake habari, kisha watu wenzake wako wanasema kule. Unajua mtoto akimkaribia baba sana, baba huwa anampenda. Watoto wanakuwa wanafikiri wazazi wanapenda hawapendi watoto wenye kuwakaribia. Baba hawezi kumkaribia mtoto sana. Lakini mara nyingi mtoto akimkaribia mzazi wanampendaka ule mtoto. Mtoto na makwani anaenda hivi, hivi anauliza maswali mingi namna gani? Mtoto anauliza maswali mengine unakosa jibu. Anauliza maswali mengine unakosa jibu. Analeta habari zako unasikia wanacheka. Wanaenda huku iko nyuma yako, unaenda huku. Wakati anakufuatafuata na nini mnaenda habari, unaanza kumpenda yule mtoto kwa sababu kila chochote anachokiwaza ndani ya moyo wake anakuambia. Bwana usiwe sana. Na kama mtoto yuko anatoa vyenye viko ndani ya roho yake anakuambia, "Ule ni mtoto mzuri tu, utakuwa unamuelekeza vizuri." Na mara nyingi mzazi umpenda yule mtoto sana. Lakini kuna watoto wengine wanakaa kimya, hawezi kusema kitu, anafanya mambo yake, utakuja kugundua amekwisha kuharibu. Wazazi ule anasumbuka wazazi. Amjua anafanya nini? Kama kule na kama iko na kompyuta anakaa kule atafanya wiki, hasemi chochote, anafuta chakula na kula anaenda, tunawaza ni kizungu. Ni vizuri kumuelewa anawaza nini. Anapenda nini, anataka nini. Lakini kuna mtoto mara nyingi kimya angaisha. Kutakuja bomu pale. Ni lazima muulize unawaza nini, unataka nini. Na nyinyi watoto mko huko, ni vizuri mawazo yenu mnaambia wazazi wawasaidie. Kama mawazo yako hamwambie mzazi wako, ujia kwamba utaenda kuharibu tu ama utaharibika. Kwa sababu utaongozwa na wenzako barabarani. Na utaona mzazi hafai. Na mzazi yuko pale kwa sababu kukusaidia. Ni lazima mtoto ajue kuzungumza na wazazi wake. Amwambie wazazi wake, wazazi wanajua kila kitu, lakini hawezi kuambia mtoto kila kitu. Lakini mtoto kwa sababu hajui ndio anasemeka kila kitu kwa mzazi ile mzazi amuelekeze. Kuna mambo mengine mtoto atawaza baba ama mama hawezi jua hii. Tulipita pale. Tunajua hasara iko pale. Na ndio maana mzazi mtu akishakuwa mzee anajua mambo mengi. Juu alipita pale. Anayaona hakuna kitu kipya. Inakuwa tunazungua ni pale tu. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe sana. Basi hiyo ndio habari ya wana wa Yakobo, taifa la Israeli 12. Lakini nitawaambia baadaye. Basi baraka njia ya wokovu. Wakati walikuwa wakiishi, tukiangalia Mwanzo, kitabu cha Mwanzo 37 mstari wa 5 mpaka 11. Tukiangalia huko Mwanzo huko ndio kulitoa maneno. Kinacholeta matatizo ni ndoto. Ndoto ya Yusufu ndio ileta matatizo. Mnaweza kuzaliwa wengi. Kila mtu ana nyota yake. Kila mtu ana bahati yake. Na hakuna bahati unaweza kuipata labda itapitia kwa mtu mwingine. 37 mstari wa 5 mpaka 11. Basi Yusufu tasoma tuanze 5 37:5. Yusufu akapata ndoto ya kwanza. Yusufu akaota ndoto, akawapa ndugu zake habari. Nao wakazidi kuchukia, akawaambia, tafadhali sikieni ndoto hii niliota. Tazama, sisi tulikuwa tukifunga miganda shambani, kumbe mganda wangu ukaondoka ukasimama. Na tazama miganda yenu ikazunguka ikainama mbele ya mganda wangu. Bwana asifiwe sana. Ndugu zake wakamwambia, je, kweli wewe utatumiliki sisi? Nawe utatutawala sisi? Wakazidi kumchukia kwa ajili ya ndoto yake na kwa maneno yake.
Akasema tulikuwa shambani, tukafunga miganda, kila mtu anafunga mzigo wake. Sasa mizigo yenu ikasimama, ikazunguka mzigo wangu. Yote ikainamia mzigo wangu. Kuna mambo mengine ama anaopata ndoto, si usiambie kila mtu. Inaweza kukuletea matatizo. Ambia wenye hekima na watu wa Mungu wakaombee Mungu. Kwa sababu ukiota tu, mimi nilota hivi na hivi, kuna wenye wana akili, sema huyu bwana huyu anapenda atukutakuja na maneno huko mbele. Maki yeye ni nani? Alikuja na ndoto akaambia, miganda yenu, mizigo yenu iliinamia mzigo wangu. Wakamuuliza, manake wewe utatutawala sisi? Yeye hajui, ni kijana miaka 17, hajui kitu. Na naona hasa ni ndugu zangu niwaambie habari. Angalia nililota. Wakachunga ile ndani yao. Sema mtoto baba yake naye akasikia, akachunga, sema mtoto kuna lota nini? Mambo gani haya? Basi tena akaota ndoto nyingine ya pili. Akaota tena ndoto nyingine, akawaambia ndugu zake, akasema, angalieni, nimeota ndoto nyingine. Na tazama, jua na mwezi na nyota 11 na jua na mwezi zikaninamia. Akawaambia baba yake na ndugu zake. Baba yake akamkemea. Bwana asifiwe sana. Niliona jua na mwezi, maana baba yake na mama yake ndio jua na mwezi. Baba na mama, jua na mwezi. Na nyota 11. 11 ni jini wale ndugu zake 11. Si wao 12. Nyota 11 wameninamia. Bwana asifiwe sana. Hata na wewe utasema huyu mtoto atagonja wazimu ama haiko sawa. Jua na mwezi na nyota 11, sisi tuko 12, maana yake yeye ndio tulinamia. Baba yake akamkemea. Wewe acha hili. Wewe unaota mandoto namna gani? Acha. Unaona wakubwa wanaona mbali sana. Lakini baba yake hakusahau. Aliyachunga ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtoto akikwambia kitu usisahau. Ukisahau kitu kitakuja, hautakosa dawa. Lakini ilitokea tu. Basi Yusufu akaenda. Baba yake akamshonea kanzu nzuri. Akamtuma Yusufu kwenda kupatia wa ndugu zake chakula. Huko alikokuwa makondeni huko kuchunga makondoo. Yusufu akakamata chakula. Utasoma Mwanzo 37:12-36. Yusufu akaenda na chakula. Alipofika mahali fulani akakutana pale hawapo. Akaenda huko akakutana mtu mwingine, wametoka hapa wameenda sehemu nyingine. Akamuelekeza. Yusufu akaenda kuwatafuta. Wakati walipomwona Yusufu anakuja, wakasema bwana wa mandoto anakuja. Wanaanza muita bwana wa mandoto. Juu hawamfurahia, hawampendi tena. Wakasema huyu mtoto ndoto zake ziko za mbaya, tumuue. Ndugu zake wa Yakobo, wa baba moja na mama moja, wanasema wamuue Yakobo, wamuue Yusufu. Mtu mbaya, sikusema sio ndugu yangu. Wakati mnapotembea, mtu akifanyia vibaya, usiseme kama amenifanyia vibaya kwa sababu haiko ndugu yangu. Mtu akiwa na roho mbaya, hata ni ndugu yako, ni mbaya tu. Atakuwa mbaya kwako na kwa wengine. Na kisha alivyokuwa mbaya kwako, juu hata na wakwao ni mbaya. Mwamerika mbaya na Mkongomani mbaya, wote wako wabaya tu. Kuna Waamerika wazuri na Wakongomani wazuri. Tuseme Waamerikani wabaya, kuna wazuri. Wakongomani wazuri ama Warundi Wanyarwanda, nao kuna wazuri na kuna wabaya zaidi. Angalia hawa wanafanya njama ya kumuua mtoto wao kwa sababu ya ndoto tu. Basi mtoto wetu kama yeye akipata, sisi tumepata. Bwana asifiwe sana. Lakini si hivyo, roho shetani akiingia, basi kila kitu kinakuwa kibaya. Kama yeye tumemwinamia yeye, na kama amepata, basi tutamwinamia yeye apate. Lakini hiyo ilikuwa kwazo. Na yeye anajishemea tu. Yeye anajua ni ndugu zake, hawatamfanya kitu ni mtoto. Lakini kumbe ndani mnabakia hasira na chuki kwa sababu
ana ndoto tunapata anaoshi kama sisi ndio tutamtumikia yeye, tutakuwa tunamwinamia yeye ndio atatutawala sisi, haiwezekana tumuue. Bakafanya njama ya kumuua. Wakati alipofika wakamshika, wakasema amuue. Reubeni akakataa. Reubeni ndio alikuwa mtoto wa kwanza wa Lea, na ndio alikuwa kama mkubwa kwa wenzake. Akaona kama hawezi kugusa damu ya ndugu yake. Akasema hapana, tumtupie ndani ya shimo, tusimuue. Kwa sababu alikuwa anapenda wamtupie ndani ya shimo, wakitoka pale tena haji amtoe ampeleke aende nyumbani. Yeye hapendi. Lakini wewe mtu mmoja kwa watu 10 kama ngapi pale, kama wananepa wewe utaweza? Anasema basi tumtupie ndani ya shimo, na ile shimo mkukua maji ndio bahati. Akamtupia ndani ya shimo. Yeye aliondoka akaenda katika kuchunga kondoo, wale wenzake wakabakia. Wakaona Waismaeli, watu wa Midiani wanakuja. Wako na mapunda zao, wako wanapita. Wakasema, tusimuue, ni ndugu yetu, tumuuzishe sasa. Ndio wakakamata Yusufu, wakamuuzisha kwa wale Waismaeli walikuwa wanaenda Misri. Waismaeli wakakamata Yusufu, wakanunua, wakaenda naye. Na wenyewe wakamata kondoo, wakachinja, wakachukua na ile nguo ya baba yake alikuwa anamshonea Yusufu, wakaiweka damu, wakaenda kwa Yakobo. Yusufu ameliwa na nyama. Yusufu akalia sana. Alilia mtoto wake sana, walijaribu kunyamazisha, haikuwezekana. Kwa sababu alikuwa anampenda sana Yusufu. Alikuwa na watoto wengine wanawake ambao hawakusema jina. Kuna jina tu la mtoto mmoja, Dina. Na kwa sababu Dina lijulikana kwa sababu ya matatizo fulani aliyotokea, lakini hatusemi kwa ajili ya Dina. Lakini majina mengine ya watu wanawake hawakusema, wanasema wanaume tu, lakini alikuwa na wanawake wengine. Lakini katika wanawake tunajua Dina tu, mtoto wa Yakobo, alijulikana kwa sababu ya matatizo iliyotokea. Hatutayasema yale. Basi wakikaa, basi Yusufu amekufa, ameliwa na nyama. Alikokwenda Yusufu akanunuliwa na akida mkuu wa maskari ya Farao Misri. Misri wanasema ni leo Egypt. Hapo Egypt mpaka leo ipo. Na ile jina la Farao ni jina la urithi. Ule akikufa mwenye anapewa ule utawala anaitwa Farao. Mwenye anakufa mwenye anapewa utawala anaitwa Farao. Farao ndio ilikuwa jina ya urithi. Basi akauzwa Misri kwa akida wa majeshi. Basi akaanza kutumika ndani ya nyumba. Mtumishi mzuri sana. Akamwambia hivi, vitu vyote Yusufu humu ndani ya nyumba yangu uguse. Kila kitu utumikishe kisha unavyotaka. Lakini mke wangu usiguse. Kwa vitu vingine vyote hauna shida, lakini mke wangu usiguse. Akasema ndio Bwana, nitafanya hivyo. Yusufu akawa mwaminifu. Kakaa katika nyumba ya mfalme. Najua mfalme ana mambo mengi, lakini mke wa mfalme akamtamani. Na wakati alipomtamani Yusufu akakataa. Akamnyang'anya nguo. Yusufu akamstaki. Yusufu akafungwa akaingia gerezani. Wakati aliingia gerezani, baadaye kukaja wengine wawili, mnyweshaji wa mfalme na mwoka mikate. Mnyweshaji ni yule ambaye wakati anapoonja mfalme anaonja mvinyo. Yeye mfalme hajakunywa, yeye anaonja kwanza ule mvinyo. Unajua kuwa mfalme kitu cha ajabu sana. Anaonja kwanza mvinyo, ndio anakamata kikombe anampatia mfalme. Huyu mwokaji wa mikate naye ndio anasemea lile kundi linatengeneza mikate ya mfalme. Iko makini, mtu iko special. Na ni watu wakubwa sana wale katika ufalme. Jua tunasema kwa jina lingine kwetu ndio maendanda. Mfalme atakula nini, atakunywa nini, ni wale ndio wanajua. Kabla hajaonja, yeye anaonja kwanza. Kama ni kufa atakufa kwanza watu wawili. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini wanakufaka tu. Basi unao wakafungwa wakaingia gerezani. Baraka njia ya jaribu. Usifikiri kupata baraka ni kupata kwenda tu na miguu hivyo napanda naingia baraka. Si ajabu utaingia ndani ya jaribu.
Na hii jaribu ulishinde kwa kubarikiwa, ni mpaka ukulishinda. Na jaribu itatoka wapi? Litatoka pale kwenye huko. Wale uko nao karibu ndio jaribu yako. Wenye kwa jaribu watatoka Kongo, watatoka pale karibu yako, wale wenye unachangana usani moja. Nyumba moja, familia moja, quartier moja, gari moja. Hilo hapo ndio kutatoka jaribu. Lakini tulishinde hilo jaribu. Na ile jaribu linakuja lina maana, linasema, lina maana yake. Lakini mwili unahangaika, lakini ukivumilia utapata raha hapo mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Jaribu kuna jaribu za magonjwa, za maskini, ufakara, sijui kuchukiwa, sijui kutokueleweka, sijui nini, lakini ni jaribu tu, itapita. Na ile nalo litapita. Bwana Yesu asifiwe. Wakati nilikuwa ndani ya gereza, wale walivyokaa humu, wale wawili kila mtu akaota ndoto. Ule mnyoshaji akaota ndoto yake, ule mwoka mikate naye akaota ndoto yake. Akatafsiri zile ndoto, akasema wewe mnyoshaji baada ya siku 3 utafunguliwa. Wewe mwoka mikate baada ya siku 3 utakufa. Kweli siku 3 kuenea, huyu akafunguliwa na huyu akatundikwa. Akafunguliwa siku ya fete alivyofanya mfalme, alibidi afungue wafungwa na wakuoa wawe. Ilikuwa ni kawaida. Basi akachukua yule akamfungua, akarudia kwa ile kazi yake ya kuonja mvinyo, na ule wa mikate akafa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini wakati alipofunguliwa ule wa kuonja mvinyo, Yusufu alikamwambia, unikumbuke na mimi unikumbuke. Mimi ni Mwebrania, nimeuzwa. Lakini hapa kwa mfalme mimi sina kosa. Lakini ukienda huko na mimi unikumbuke ili nipate kufunguliwa, nitoke ndani ya garazi ya hii gereza. Hivyo anawekwa mahabusu kwa akida wa jeshi la Farao. Basi alipokwenda kule akansahau mwenzake, akasahau Yusufu, kama Yusufu alimrekomendea msemee na yeye afunguliwe. Watu wengine kisha mkiwa pamoja, mko wa maskini, mko marafiki. Akianza kupata unaona haiku tena mwenzako. Bwana turumie sana. Ukiona mtu anakuja, anahangaika, ni rafiki, ni ndugu. Wakati anaanza pata, unaona urafiki unaanza kuisha. Undugu unaanza kuisha. Unaanza kwenda hivi, hakamatike. Tufanye hivi, labda tulikuwa na watu wengine tumewaacha kwa nyumbani, tulikuwa rafiki zetu sana, tunapendana. Sisi tunakuja Ulaya, hatuwakumbuka hata salamu. Na najua fulani akienda huko hata kosa hata kunisalimia. Kitu tulikuwa tunaishi pamoja, tunapata kidogo tunachangia, lakini anipofika hapa anasahau kabisa, anasahau wengine. Anasema bwana, kila mtu na ndugu zake. Kila mtu na ndugu zake, nishakuja Ulaya bwana, na hapana. Tuwakumbuke wengine. Ukumbuke kishi mlikuwa mnahangaika na yule mtu. Ulikuwa unahangaika na wale wengine mlikuwa nao. Mlikuwa mnashinda njaa pamoja, mnahangaika pamoja. Umepata bahati. Angalau umefika hapa. Hapa haukufungwa. Wewe hapa si mkimbizi, hapa si Yusufu. Wewe hapa si hatuko esclave. Hatuko wanasema esclave. Watumwa. Hatuko watumwa hapa, hapana. Wende hapo nje, waone magari ya watumwa hapo nje. Mtumwa atakuwa vile. Mnacheza na utumwa. Tuko watumwa kabisa hapo Marekani. Hapana. Mungu ahurumie. Mimi sikuwa nikitembelea gari kwa. Nilikuwa natembeza gari za watu. Mimi hata kinga ilikuwa inanishinda. Kununua kinga Kongo ilikuwa kazi. $100 tu. Nani mwenye kuwa na kinga mkachia mtu msahau. Niliona wakati mmoja mkubwa wangu alikuwa anapewa kinga pale hospitali, yeye alikuwa anatoa hospitali kwa sababu operation. Akapewa kinga imemsaidia. Hatakuwa tunalala usingizi. Anganga. Tusaidie kinga. Kinga ni ya kazi. Tusaidie, angalia. Ni ya kazi. Yeye anaenda na mguu kazini. Watu walizima kinga. Kinga ni ya kazi. Kisiko mbili tena. Na mwenye anakuja kuharibu, anakuja na sukuma. Anaacha pale anajendea. Haikusema aliharibu atengeneze. Akasema kumbe kuwa na vitu tena nijaribu.
mpaka unaona mke wangu anashindwa hata kusema. Anaharibu tena anarudisha. Vile vile yeye anaenda anapeleka na anatengenezesha. Lakini hapa kila mtu kuna magari, ukiangalia bei ya magari nyiko wiko nasimama hapa. Ni mtaji wa ajabu. Ukiuzisha hii gari moja pale kwenda Kongo, wewe hautatumika, utakaa sawa pendeza pale. Kwa sababu ni mtaji, utafungua duka kubwa. $25, $25,000 na $20,000. Mtasema wewe ni esclave, ni mtumwa. Hapana, hatuko watumwa. Hizo kazi unazozitumika tunatumika pamoja na watoto wa nchi, sivyo? Si wote. Anakamata huko, anasukuma huko, na wewe unasukuma huko, na wewe unasukuma. Na hii si mtoto wa hapa huyo. Sasa uko maskini namna gani? Uko nini? Uko esclave namna gani? Tuache ile. Tushukuru Mungu. Kama unashindwa rudia nyumbani, waende kuona. Waende rudisha nyumbani, kule tu hakuna, utaona kule. Utaona kile kinapita kule nyumbani. Huko maskini wa ajabu kule nyumbani. Kuna biashara ya ajabu inafanyika kule ambayo kubisikia unasikia unatoa machozi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumshukuru Mungu kufika mahali hapa. Tujue Mungu kama Mungu anatupenda zaidi. Si wote watakuja hapa. Hapana. Si wote. Lakini nyinyi mmechagua kufika hapa. Tutumikisha roho na akili mtumikie Mungu. Na tushukuru Mungu katika yote. Basi akasahau Yusufu, akumsemea. Basi mfalme akapata ndoto. Mwanzo 41. Mfalme akapata ndoto, matatizo yakafika. Akapata ndoto mbili. Ndoto ya kwanza, natazama 41 mstari wa 3. Natazama ng'ombe 7 wengine wakapanda nyuma yao kutoka mtoni wabaya. Wengine wabaya nyuma yao kutoka mtoni. Wamekonda. Wakasimama karibu na wale ng'ombe wengine ukingoni mwa mto. Kisha hao ng'ombe wabaya waliokonda wakala wale ng'ombe 7 wazuri wanono. Basi Farao akaamka. Manaka aliota ndoto, wakati alipoota ndoto aliona ng'ombe 7 nzuri zenye kunona. Baadaye kukaja ng'ombe 7 zenye kugonda. Zile ng'ombe 7 zenye kugonda zinameza zile ng'ombe 7 zenye kunona. Farao akastuka. Akashangaa ajui kama hii ni kitu gani. Basi tena akaota ndoto ya pili. Natazama masuke 7 yalimea katika bua moja makubwa mema. Natazama masuke 7 membamba yamekusanywa na upepo wa mashariki. Yakatokeza baada yao. Kisha hayo masuke membamba 7 yakayala yale masuke 7 makubwa yaliyojaa. Bwana Yesu asifiwe. Basi Farao akaamka, kumbe ni ndoto tu. Akaona ndoto nyingine, masuke 7 yenye membamba, yenye mengine 7 yenye kugonda, tena ina meza ile mengine yenye kunona. Farao akakusanya watu wake wote wenye ujuzi, wafumu, wachawi, watafsiri ndoto, wakashindwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakashindwa. Basi kwa bahati nzuri yule mnyweshaji akasema akaexplique kisu litufunga nini na nini, tukafika kule gerezani. Mwebrania moja alitafsiri kisi nilifunguliwa na kisi yule atauawa. Akasema kwa wapi? Muite aje muite huko. Wakati alipofika, Farao akamwambia ndoto yake. Farao akamwambia ndoto. Akamwambia sio mimi natafsiri bali ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu kuna watu wakiwa na kipaji anapenda yeye asifiwe. Hapana. Anayesifiwa ni Mungu. Ndio anapanda kipaji. Akamwambia sio mimi naye tafsiri, utafsiri inatoka kwa Mungu. Ndio jibu lake hili. Akasema mfalme sema,
Mfalme akaeleza kisi nilivyoeleza hapa. Akasema kumbe hiyo ng'ombe 7 na hiyo masuki 7 yote ni ndoto moja. Yaani hapa Misri kutakuwa njaa ya miaka 7. Kwanza tutakuwa na mavuno miaka 7, mavuno mengi sana. Baada ya hayo mavuno 7 kutakuwa njaa ya miaka 7 na watu watahangaika sana. Kumbe ifo tufikirie tutafanya nini. Mfalme akafurahi sana. Akasema sasa unaona tufanye nini? Wanauliza Yusufu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haulize jeshi, haulize wa ministre, anauliza Yusufu. Yusufu alete solution. Mpaka Yusufu ujiulize, anaanza kuulizwa yeye alete jibu kisha watavyofanya. Alikotoka Yusufu mpaka afike pale alipitia mambo mangapi? Na hiyo yote ilikuwa ni kutimiza, kwa sababu Mungu aliambia Abrahamu na taifa lako litaenda uhamishoni, na huko wanasema nini? Batakuwa watumwa miaka 400. Lakini hawajui kama taifa lake litakutoka wapi, litaanzaje. Lakini mpango wa Mungu si mpango wa mwanadamu. Kumbe Mungu anatayarisha neno hili kupitia Yusufu. Lakini kwa sababu lile neno kufikia sasa sio nikasheshi, wanasema Waswahili. Auzwe, auawe, aingie ndani ya Mungu anatafuta njia tu mpaka neno lake litimilike. Mungu akitaka kukubariki wewe usiwe na pressure. Mungu anaweza kupitisha mahali pa ajabu, wewe unapita, anakuepusha, anakusaidia, lakini matatizo yaishi. Omba Mungu. Kuna siku utafika Mungu atakufariji na utafurahi. Tusema ndo maana, kwa sababu kama angeuzwa zile ndoto zilikuja, wakachukizwa ndugu zake, wakamujisha kula nyali ufika tena anaingia ndani. Sasa hivi anatoka mule anamwambia atafsiri ndoto. Kutafsiri ndoto anamwambia sasa tufanye nini? Mfalme akamuuliza tufanye nini? Akasema hivi, tukusanyishe chakula. Hii wakati wote wa mavuno tukusanyishe chakula. Na hicho chakula ndicho kitasaidia watu katika miaka 7. Kwa hiyo sio sana. Mfalme akasema hivi. Neno mfalme alisema. Neno hilo likawa njema machoni pa Farao na machoni pa watumwa wake wote. Farao akamwambia watumwa wake, tupate wapi mtu kama huyu mwenye roho ya Mungu ndani yake? Bwana Yesu sana. Pale mfalme anajua Mungu sasa, naona tupate wapi mtu kama huyu mwenye roho ya Mungu kama huyu. Tukiwa waaminifu hata wale wenye hawaokoki watatuhitaji. Kwa sababu wanajua wenye wanaokoka wana roho ya Mungu. Wana mambo mazuri. Mfalme msema tupate mtu kama huyu. Maana aliona Yusufu alikuwa alikaona ni mtu mwenye special. Kwa sababu alikuwatoa na mawazo alipoyatoa, hakuna mtu yeyote katika Misri yote mwenye aliweza kusema yale maneno. Ni Yusufu tu. Kwa miaka 7 hii tufanye gala la chakula ambao litasaidia watu kwa miaka ingine 7 ya njaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na katika maisha yetu ni vizuri bado hujapata tatizo ufanye gala katika roho yako. Hujapata jaribu. Uwe kama wakinijaribu nitashinda. Useme wakinijaribu nitashindwa. Wakinijaribu nitashinda kwa sababu una gala. Una Mungu. Una Roho Mtakatifu. Tusiwe kidogo unasukuma hivi na wewe unasukumana. Hapana. Mtu anakusemesha vibaya na wewe unamsemesha vibaya. Hapana. Mtu amekuchokoza na wewe unamsirikia. Hapana. Uwe na gala katika roho yako. Wakati utafika utakuwa na krizi, utajaribiwa. Wakati unajaribiwa ni kama vile uko na krizi, kwa sababu ulijitayarisha. Jaribu inaweza kufika muda wowote, utaishinda. Lakini ukasema mimi sina jaribu na sitakuwa na jaribu, utashindwa. Saa itakujaribu itakujaka wewe hutajua. Saa zote ni vizuri kujitayarisha, jaribu inaweza kufikia tu. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe sana. Tupate mtu kama huyu mwenye roho ya Mungu kama wewe. Na hawa ndo nyinyi.
Mungu anapenda watu kama nyinyi, wenye roho ya Mungu kama wewe mlikuwa kanisani. Uwe kama Yusufu. Mwenye kuwa na roho ya Mungu kama Yusufu. Yusufu hakutikisika. Yusufu hakutikisika. Yusufu alisimama imara mbele za Mungu. Na Mungu alizungumza naye na Mungu akamlinda. Shetani anatutikisa, akiona una baraka anakutikisa hivi. Kwa sababu usipate kile kitu. Lakini Yusufu hakutikisika. Hakusema kwa sababu ninakuwa katika nyumba ya mfalme, nimepewa kila kitu, na mke wa mfalme ananipenda. Maana niko na bahati kabisa. Angekufa. Kwa sababu angejulikana tu na angekufa. Lakini alikataa, Mungu akamlinda kwa sababu ya imani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kibaya ni kibaya tu, kataa. Tunasema hivi nimefika hapa Amerika na mke wa president ananipenda, na president na kile kitu basi napata bahati. Hapa ndo napatia sasa hapa. Hapana. Kuwa kama Yusufu. Katika familia, katika mambo yote, katika nyumba yako, katika watoto wako, katika wazazi wako, katika kazi yako, kuwa kama Yusufu. Uwe mwaminifu. Usimame imara. Mungu atakusaidia. Na kila kesho sisi tutakushuhudia, sema tupate mtu kama huyu, mwenye roho ya Mungu kama huyu. Kama wewe. Mungu anawapenda. Tunajua kama nyinyi mna roho ya Mungu kama Yusufu. Lakini tusijiachilie, tuchikaze. Nafikiri tutashinda. Basi Farao akamwambia Yusufu, kwa kuwa Mungu amekufahamisha hayo yote. Kwa kuwa Mungu, Farao amejua Mungu ile siku. Kujua Mungu aiombe mwende matendo yako, comportem hali yangu mimi, itamfanya huyu ajue Mungu. Kwa sababu wakati unapotembea na kusema, yeye anakusoma. Maneno yako anayahesabu. Kwa sababu ulishasema kwa Mkristo, watu watakusikiliza tu. Wewe hautajua. Watasema huyu ni Mkristo. Kwenye watasema kwa uko Mkristo, wewe hautajua. Kwa sababu wewe una roho ya Mungu kama Yusufu. Bwana Yesu asifiwe sana. Uwe na roho ya Mungu kama Yusufu. Usiende à gauche à droite, kuume kulia, left right. Pana, wewe mkamilifu tu, uwe na roho ya Mungu kama Yusufu. Na amini, tunahitaji watu wenye roho ya Mungu kama Yusufu. Na amini kama wewe una roho ya Mungu kama Yusufu, na utatenda kama Yusufu, utakuwa mwaminifu mbele za Mungu kama Yusufu. Na utasimama imara kama Yusufu alivyosimama. Jina la Bwana litukuzwe. Basi akamwambia Yusufu hivi, wewe utakuwa juu ya nyumba yangu mimi Farao, utakuwa juu ya nyumba yangu mimi Farao. Na kwa neno lako watu wangu watakuwa. Kwa neno lako watu wangu watatawaliwa. Unasikia? Kwa neno lako watu wangu watatawaliwa. Maana amempa na watu wote wa Farao. Maana watu wote wa Misri. Kwa neno lake, neno lenye atasema yeye, watu wote wanapaswa kukubali. Anakuwa nani pale? Sasa yeye anakuwa mfalme mwingine. Kwa neno lako watu wangu watatawaliwa. Kwa neno lako tu ukitoa watu wote, amen. Yusufu amesema. Mpaka kufika pale anaanza kuambiliwa maneno ya hivyo. Hamuone kama ametoka mbali. Kama ujiulize, kama angekuwa wewe ungefika. Kama angekuwa wewe ungefika. Ama ungetoroka kule Misri. Na mfungwa kitoroka ni kufa tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Akaongeza kusema, katika kiti cha enzi tu nitakuwa mkuu kuliko wewe. Maana Farao anamwambia, mimi niko mkuu, mimi ndio mfalme. Katika kiti cha ufalme, wewe hautakuwa hauko mfalme. Lakini mambo mengine yote wewe ongoza kule. Lakini mimi ndio mfalme. Yusufu, tuseme labda kwa leo tungesema alikuwa premier ministre. Lakini wa premier ministre wa leo wa mingi wanakuwa tu ni wakuweka wafanye kazi zao. Ndio premier ministre ndio anakuwa mwenye gouvernement. Ndio anapangaka wa ministre, ndio anafanya hiki kila kitu. President anakuwa pale ni kuangalia na kusinye tu. Lakini leo anaweka premier ministre, tena ministre ana sauti. Lakini pale akakuwa tuseme alikuwa tu premier ministre.
Maana hakuna jambo litafanyika Misri bila Yusufu. Ndio atasema, ndio ataamua. Yusufu amesema, watu wote Yusufu amesema. Kweli walifanya gala la chakula na watu wakala na watu wakapona. Hatuwezi kuendelea zaidi kwa sababu ya muda. Tunaweza kuishia pale, lakini uwe mwaminifu kwa sababu baraka ni njia ya jaribu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaweza kusoma hapa kidogo tu tumalizie katika kitabu cha Waebrania 11 mstari wa kwanza. Waebrania 11 mstari wa kwanza inasema hivi: basi imani na kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Yusufu alikuwa na imani, hakuogopa. Aliamini Mungu atamsaidia tu, kwa sababu yeye hana tatizo hata moja, kwa sababu alikuwa na imani. Na sisi na mimi na wewe kanisa tuwe na imani, kama tutaweza na tutashinda. Kwa sababu imani ni kuwa na uhakika. Donc imani uwe ni uhakika, manake unaona uhakika ya mambo yenye hujaona, yenye haijafika. Unajua kesho kutakuwa hivi. Wakati fulani mimi najua Mungu atatenda tu. Mungu atasaidia hivi tu. Mungu hawezi kuachilia hivi. Mungu atasaidia tu. Hicho ndio Mungu anapenda. Na pale ndio Mungu anatumikaka. Ndio naomba tuwe na ile imani. Mambo yasiyofanya nini hiki Kiswahili cha yasiyotarajiwa. Nyinyi mlikuja Tanzania. Imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo. Yatarajiwayo. Ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Mambo yatarajiwayo. Mambo yasiyoonekana. Usiseme mpaka kama vile Toma nione na macho yangu. Wewe yaona imani. Mpaka uone na macho yako. Lakini Mungu anapenda tuwe na imani ya kwamba tutaweza, tutashinda, tutapata, tutaishi katika jina la Yesu. Amen. Mungu awabariki sana katika neno ndogo.